Hi family, this is the Luck Mom here. Debranchika is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. So I want to read these comments. Reading comments and answering questions is what I do to my fans, and that is one way I interact with them, and it makes me feel good. So this is by fan Wanja. Wanja anasema mambo, kaa tickets yako, kaa wajandika keji zenye unaweza kubeba. Unafanya nini kaa bado na kg extra? Okay, like anauliza ukipewa ticket na ijaandikwa zile bag unafaa kubeba, na ukiwa na extra unafaa kufanya nini? First, mi nataka kukuambia ina depend na airlines. Airlines ziko na different kgs, but kuna almost ndege zote ziko na allowance ya luggage, ya checked in luggage. Checked in luggage ni ile yenye inaingia kwa cargo. Kuna yani vile like unaweza panda bus uambiwe tu mizigo inayokwangwa hapa nyuma ama inaekangwa huko juu. So the airlines, most of them, almost all of them, like it's like a privilege to every passenger. Like kama uko na kanguo kako umepaka unaenda out, una travel, watakubebea kwa cargo if you have a checked in luggage. Mostly wanabeba bagi mbili, inakuanga moja inakuanga 23, nyingine 23, so zinafaa kukuwa 45, na kuna yenye wanalao ukiingia nao kwa ndege. Most of the time ile mzigo inaonyeshwa kwa ticket ni ya kupanda nayo kwa plane, maybe 3 kg, unaona wameandika kama 7 kg, hiyo ni ya kuingia nayo kwa ndege, but kuna hiyo allowance every airline wako nayo. But sasa tuseme uko na extra kgs, unafaa kufanya nini? Ukiwa na extra kgs is very expensive kulipia. So nataka kuambia watu, na watu wasiseme mbona hao watu sasa mbona kg kidogo wanaongeza. It's because they value the health of those people working kwa airport. Pia yani ni watu wanashika hiyo mizigo kila siku. So wamewawekea the maximum kgs wanaweza kukupushia to the next level. So ikiwa ujaona nini kwa ticket, kuna hiyo allowance that you can check in 2 checked bags, maybe ziko na maximum of 45, maybe wanasema 23 depending na airline. So si ati ni must constant. Kuna nyingine inaweza sema inabeba bagi moja tu, ina check in moja. So ukiwa kuna extra, sometimes unaiacha huko kwa airport because wanakuombanga pesa hata yenye inashinda nini ya ticket sometimes. So mimi nilikuwa na bagi yangu ile ya mgongo iliwachanisha huko kwa airport, but how utajuaje unafaa kuacha nini na nini? Wakati unapaki vitu zako, kuna vitu zenye unaona ni nzuri. Unajua kuna watu wenye, kuna mabosses wengine, mimi naongelelea watu wa Gulf. So maybe kuna mwingine, maybe sio wa Gulf lakini hakuna mizigo zake. But ikiwa uko Gulf, kuna watu wanapewa mpaka sufuria na vikombe. Hizo vitu usiwe unachukua hizo vitu, kwa sababu unless kama unazituma tofauti na cargo yako ile ya kutumana vitu. But kama ni ile utakuja kuziweka kwa bagi yako, bagi wanapima kilo. So saa zingine usikubali kujibebesha vitu zenye zitabaki kwa airport ama zenye zitakufanya ukue disappointed bure. Kuna watu wanapewa sahani, vikombe, nini. Ukiona kitu sio cha muhimu, unaweza kukiacha nyuma ama unaweza kukiweka juu kubahatisha. Unaweza weka juu ya hiyo bagi yako. Anza na zile vitu nzuri chini, because unajua uko na anxiety ukifika pale airport, unataka upande ndege uende nyumbani, umemisi watu wa nyumbani. So akili yako haiko ati ukifika hapo watakuchekia bag alafu wakwambie ulipe pesa fulani. Wanakuomba pesa yenye inashinda hata ya ticket, by the way. Mimi niliombwa. So wewe weka zile matambara zako juu zenye unaona sio za muhimu, hata zikienda you can get somewhere, unaweza kuzinunua nyumbani. So ziweke zile mbaya juu. So by the time unafika airport, to avoid disappointment, ukiambiwa ulipe extra kgs, unatoa hizo zenye unaona sio za maana, you just forget them like they never existed, you never had them, then unaziwachanisha, wanapima tena, because mtu atasema watakurudisha na bagi mzima. Watakuambia utoe, then wapime tena. Wakipima tena ndio wanakuwekea tag kwa mzigo wako.
So mambo ticket huwezi ona kama iko na mzigo, but hiyo ni added advantage. Kama wewe ni customer wao, watakuchekea in mzigo, na hiyo mzigo unachekiwa in, hauendi nayo, wanakuwekea kwa cargo, a flight cargo. Wewe unaenda na ile yako kidogo, kama ni ya laptop ama ni kipeti yako, umepewa vitu zako za muhimu, unaingia nayo kwa ndege. So sijui kama tumeelewana. So it's not a must mtu ukikata ticket ati waonyesha ati nini. Mostly ukikata ticket wanaonyeshanga ile 3 kg ama 7 kg ya kuingia nayo kwa ndege. Hiyo sio checked in luggage, hiyo ni ya kuingia nayo kwa ndege. Unaona? So ile yenye wanaonyesha pale, like uwe unajua. Sijui kama nimekujibu vizuri, but kama sijakujibu vizuri you can still ask. So pia nataka kuambia watu kuna zawadi mtu unapewa, kuna zawadi unapewa na kuna vitu zako umenunua. Maybe unaweza weka zile zawadi zako kwa bag tofauti, lakini depending na uzuri wake zinaenda kukusaidia aje. Na vile vitu zako na watu wananunua nini vitu online, wamefanya shopping. So wewe ndio utaona ni zawadi utaweka kwa bag nyingine ama ni zawadi utaweka kwa juju ama ni zile zako ulinunua. Hapo sasa ndio utachagua. But then inakuanga disappointment sana, unafika mpaka sasa unashindwa. Na hakuna vile utaingia na hizo nini, na hizo mizigo extra. Because sasa ukiambiwa unaziwacha hapo, then unaendelea na safari. Then nataka nijibu tena swali moja. Ukienda airport saa zingine wewe unapelekwa na tajiri wako. Kuna watu hawaoni passport yao hadi saa zile umepewa hiyo sasa ticket. Kuna watu wapewa hata ticket kwa mkono, unapewa ukienda. Kuna watu wenye hata wasomi wajue hiyo mizigo iko aje, kilo si ngapi. Hata boss akupe hiyo ticket ujione. Wewe unaambiwa carry your bags, tutapima, wanakuja wanakupimia nyumbani, but ukifika airport unapata kilo zenye walikuwa nasema ni mingi, tena zinatoshia ile ya airport. So I think I have answered the question, but if you have any question concerning mambo ya kgs, you can just ask me. Kama ninajua ninaweza kujibu. Thank you for this question, Wanja.